Kuna sahibu wangu mmoja amenitumia swali akaniuliza, inafaa kwa mwanamke kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii au mbele ya wanaume katika njia ya kuwaelimisha watu? Akatoa mawaidha mfano mbele za watu. Je, inafaa kwa mwanamke? Na aliniuliza hivi akitolea mfano kwa Madam Leila. Nadhani wengi wetu tunamjua Madam Leila. Madam Leila ni mtu ambaye kwa dhahiri yake ni kama vile amesomea mambo ya saikolojia hivi, falsafa hivi. Anazungumza tu katika kuishauri jamii. Mazungumzo yake ni mazuri na ni mazungumzo ya kujenga kwa asilimia kubwa sana. Ingawa baadhi ya wakati huwa anateleza. Unajua ukiwa unatumia tena falsafa nyingi wakati mwingine unateleza. Maana yake kuna clip moja niliona anasema mtu kuvaa nguo moja akawa anairejea ile nguo kwa muda mrefu, huyu mtu inakuwa hayuko sawa kiakili. Sasa haya maneno si sawa, hayako sawa kabisa. Si tatizo, muhimu nguo iwe safi, hata kama nguo yako hiyo umeivaa kwa miaka 20, hakuna tatizo lolote. Sasa tuje kwenye swali letu. Huyu jamaa aliniuliza akanitolea mfano wa Madam Leila kwamba je, inafaa kama hivi anavyofanya Madam Leila kukaa akafundisha watu, akawapa watu nasaha? Je, inafaa katika sheria ya Kiislamu? Jawabu ndio, inafaa ikiwa patachungwa masharti. Inafaa kabisa, wala hakuna tatizo lolote. Je, yaruhusiwa kwa mwanamke kufanya da'wa, sio kutoa mawaidha, kulingania watu kwa kupitia njia za mtandaoni? Yani pia wanaume wasikia na watu wengine wasikia. Wanaovioni li suala wamelizungumza kuwa haifai kwa mwanamke kufanya jambo kama. Aslan kazi ya da'wa asli yake yafanywa na nani? Na wanaume. Na ndio maana mitume wote waliotumilizwa walikuwa wanaume, lakini wanawake waweza kufanya da'wa baina yao. Yani mwanamke akawafanyia da'wa wanawake wenzake, hakukatazwa katika hilo. Lakini kujiingiza katika media kama kwenye ma-TV, kwenye maredio, la. Asli ya mwanamke ni ajistiri, asijidhihirishe hivyo mbele za watu, lakini aweza kufanya da'wa baina yake yeye na dada zake wale walioko mbele yake, aweza kuwafanyia da'wa. Hilo hakukatazwa, na kwa hilo nafikiri itakuwa mmeeleweka. Mwanamke sauti yake si uchi wala uso wake si uchi. Uso wa mwanamke si uchi, na wala sina haja ya kutoa dalili nyingi. Hii hasa ndio kauli ya sawa kabisa kwamba uso wa mwanamke si uchi. Tukija kwenye upande wa uso, hata kama atauweka wazi, wa auratul hurrati wal ama inda al ajanib, na uchi wa mwanamke muungwana na mwanamke mtumwa mbele za wanaume waliokando, jami'ul badan, ni mwili wote. Shafi'i wanasema hivyo, mwili wote, uso na mikono pia na viganja vya mikono atakiwa sitiri. Shafi'i wa humo ndipo wanakwenda wanakiwa mwanamke ambaye ni muungwana, kadhalika mwanamke mtumwa mbele za ajanib, wanaume watu kando. Safina asema hivyo, jami'ul badan, ni mwili wote, sio kuvaa ushungi hivi mara, la, mwili wote utakiwa ufunikwe. Wa inda maharimiha wan nisa, na mbele za maharimi zake na wanawake, ma baina surrati wal rukba, ni sehemu iliyokuwa baina ya kitovu na goti. Sasa wao wanaita upinzani kwa kweli baadhi ya mashauri wao, mambo ya kiwahabi bwana, lazima ufunike uso wote, mikono sio gubi. Mwanamke kaja gubi kama shetani, sio alimuona wapi shetani akaja gubi, ili mradi basi ni kuleta tashwihi katika jambo la dini, jambo ambalo liko ndani ya vitabu. Wake wenyewe wasema, umesoma Safina wewe? Kitabu kikubwa cha elimu. Safina ndio hiyo.